Ndugu zangu waandishi wa habari, kwanza kabisa naomba nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini pia niwakaribisheni vizuri kabisa katika ofisi zetu za Chama cha Mapinduzi mkoa wa Pwani. Leo hii nimeona ni vyema niwaite mahali hapa ili niweze kuubarisha umma wa Tanzania wanaoishi ndani ya mkoa wa Pwani kwa mambo kadha wa kadha. Ndugu wananchi wa mkoa wa Pwani, na wasalimu kwa heshima na upendo mkubwa. Kwanza kabisa ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutujalia afya njema, umoja na amani. Mkoa wetu wa Pwani umeendelea kuwa mfano wa utulivu, mshikamano na ushirikiano kati ya wananchi na viongozi wake. Huu ni urithi wa thamani ambao hatuna budi kuutunza kwa nguvu zetu zote. Ndugu wananchi wa mkoa wa Pwani, amani si jambo la kawaida. Amani hujengwa kwa hekima, utulivu na kuheshimiana. Mahali penye amani ndipo biashara ustawi, watoto kusoma kwa utulivu, wakulima hulima kwa amani, wavuvi huvua kwa uhuru na wawekezaji huendelea kuamini mazingira yetu. Kuna msemo unaosema amani ni msingi wa maendeleo. Bila amani hakuna maendeleo ya kudumu. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema, bila umoja na amani maendeleo hayana msingi wa kudumu. Ndugu zangu wananchi wa mkoa wa Pwani, katika nyakati ambazo kuna tofauti za kisiasa, ni muhimu kila mmoja wetu kutumia busara. Katika sheria za nchi zimewekwa njia mbalimbali za kutoa maoni, kushiriki katika siasa na kueleza mitazamo yetu. Tofauti za kisiasa zisiwe chanzo cha chuki, vurugu au uhasama kati yetu sisi wa Tanzania wenyewe kwa wenyewe. Ninawasihi wananchi wa mkoa wa Pwani, msikubali kushawishiwa kufanya vitendo vinavyoweza kuhatarisha usalama wa maisha, mali na uchumi wetu. Kila mzazi amlinde mtoto wake, kila kijana afikirie mustakabali wake, na kila mwananchi alinde amani ambayo imegharimu juhudi kubwa kuijenga ndani ya taifa letu la Tanzania. Rais wa kwanza wa Afrika Kusini, Nelson Mandela, aliwahi kusema, amani si kutokuwepo kwa migogoro pekee, bali ni uwezo wa kutatua migogoro kwa njia ya amani. Ndugu wananchi, tusikubali tofauti za kisiasa zitugawanye. Baada ya uchaguzi au mijadala ya kisiasa, sisi sote tunabaki kuwa Watanzania, majirani, ndugu na marafiki. Taifa letu lina nguvu pale tunapoweka mbele maslahi ya nchi kuliko tofauti zetu. Mkoa wa Pwani umebarikiwa kuwa lango muhimu la uchumi wa taifa. Tunao wakulima, wafugaji, wavuvi, wafanya biashara na wawekezaji. Wote hawa wanahitaji mazingira ya amani ili waendelee kuzalisha na kuchangia maendeleo ya nchi yetu. Ninatoa wito kwa vijana wetu, msikubali kutumika kwa maslahi ya watu wengine kwa kufanya vitendo vitakavyowaingiza katika matatizo ya kisheria na kuhatarisha maisha yenu. Elimu, kazi na ubunifu ndio njia salama ya kujenga maisha yenu. Nawaomba wananchi wote wa mkoa wa Pwani tuendelee kuwa walinzi wa amani yetu. Tuheshimu sheria, tushirikiane na vyombo vya dola katika kulinda usalama, na tuendelee kujenga Tanzania yenye umoja, mshikamano na maendeleo. Mwisho, Chama cha Mapinduzi mkoa wa Pwani kinampongeza na kumuunga mkono Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa CCM Taifa na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna ambavyo anafanya kazi kubwa ya kuwatumikia wananchi na kuendelea kudumisha amani na utulivu katika taifa letu. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ubariki mkoa wetu wa Pwani. Asanteni kwa kunisikiliza.